sana kwa mafupi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana kwenye banda la TANECU, yani Tandahimba Newala Cooperative Union. Nimeongea hapa kwa jina, naitwa Karim Hamis Chipola, ni mwenyekiti wa bodi wa chama kikuu cha ushirika Tandahimba Newala. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu leo tuko kwenye shughuli ya WRB ya mfumo stakabadhi za ardhi, lakini huwezi kwenda huko, ni lazima tuanze chini kabisa kwa mkulima. Kwa niaba ya wanaushirika wote na wakulima, tufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa anayofanya ndani ya kipindi chake cha miaka minne. Ni rais pekee ambaye ameweza kutubusti sisi wakulima kwa kutupa pembejeo zenye thamani ya bilioni 640. Lakini tukienda kwenye mfumo huu unaanza mwaka 2006, ulianzia katika mkoa wa Mtwara, hususan kwenye zao la korosho. Tumekuwa imara sana kuhakikisha mfumo huu unafanya kazi vizuri, na ili kuonyesha kwamba mfumo huu umeendelea kufanya kazi na kuleta tija kwa wakulima, na kutokana na usimamizi wa Wizara ya Kilimo, lakini pia mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Daktari Benson Diego, tumeweza kufanya mambo yafuatayo ndani ya kipindi cha uongozi. Tumeweza kujenga kiwanda cha kubangua korosho kinachokuwa tani 3600 kilichopo pale Newala, ambacho kina thamani ya bilioni 3 na milioni 600. Lakini sasa tuko kwenye utaratibu wa kujenga kiwanda kingine pale Tandahimba ili kuleta ushindani. Tunapoenda kwenye kupunguza mazao kwa mfumo stakabadhi, lakini pia kuongeza thamani ili wakulima wetu waweze kupata tija. Lakini hatuishia hapo tu, katika kuhakikisha tunatekeleza jitihada za serikali yako, tunaendelea kujenga. Sasa hivi tuna maghala 4 zinazoendelea TANECU, lakini sasa tunajenga maghala 6, 4 yanajengwa Tandahimba na 2 yanajengwa Newala, ili kumharakishia mkulima aweze kwenda. Lakini tulienda kutokana na mfumo huu mwaka 2023-2024 tuliweza kupitisha fedha kwa kupitia ushirika kwa wakulima zaidi ya bilioni 139, lakini 2024-2025 tumeweza kupitisha fedha za bilioni 398, na msimu uliopita tumeweza kupitisha bilioni 321. Lakini ukiangalia Tandahimba ambayo wewe umepita pale ndani ya miaka 10 wakati unaleta katibu mkuu, na ukikuja pale kufanya kampeni katika kata ya Kitama na Bwiti na kupiga mvua sana, ukienda sasa kuna mabadiliko makubwa, mambo yanaenda vizuri. Lakini tunaishukuru sana serikali yako kwa sababu inasimamia vizuri, na sisi kama wanashirika tunakuhakikishia tuko imara na tutasimama imara kuhakikisha mfumo huu na maelekezo ya serikali yako tunayafanyia kazi. Kwa hiyo karibu sana. Lakini kutokana na taasisi ya ushirika kufanya kazi kama nilivyosema kwamba tumejenga kiwanda, sisi wana ushirika leo tunaambiwa kutoa zawadi ya korosho kilo 20 ili kuende katesti ladha ya korosho zinazotoka Tandahimba, na najua kwamba kwa korosho bora hapa Tanzania zinatoka Tandahimba. Nikushukuru sana, Mwenyezi Mungu endelee kubariki, uendelee kuisimamia serikali yetu, na sisi kwa tuendelee kupata tija.